Jambo hili limeambatana na hatua muhimu ya mashirikiano baina ya Wizara ya Afya na Hospitali ya Benjamin Mkapa. Na nyanja zote takriban ambazo zimetajwa ni muhimu kwetu sisi. Now that focus yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna invest quite a lot kwenye hususan primary health care. Kwa hiyo kwenye hili nyinyi wenyewe ni mashuhuda, mnavyoona jinsi gani uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya ambapo uliofanyika, ikiwemo hospitali za wilaya, lakini vile vile tunaendelea na ujenzi wa hospitali zetu za mkoa, lakini hospitali yetu kubwa ya Mnazi Mmoja na yenyewe iko under construction. Kwa hiyo tumeipa umuhimu wa pekee, lakini kubwa zaidi serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi kwa ajili ya kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi. Kwa hivyo mashirikiano haya pamoja na Hospitali ya Benjamin Mkapa yanafungua ukurasa mpya wa mashirikiano na wataalamu wetu wa ndani, ambapo tunawapongeza kwa hatua ambayo mmepiga kama hospitali, na hii kwetu sisi inatupa fursa sasa kuweka mashirikiano, kuona kwamba nyinyi kile ambacho mlichokipata kwa maana ya watu na pamoja na vifaa, vile vile sisi tuna acquire kwa upande wa training. Leo tumesaini hati ya makubaliano baina ya Wizara ya Afya Zanzibar na Hospitali ya Taifa ya Benjamin Mkapa ya Dodoma, na kuna maeneo makubwa matatu ambayo tumekubaliana na wenzetu kuweza kushirikiana. Eneo la kwanza ni swala la tafiti katika maradhi mbalimbali, tunaweza kushirikiana nao kwa kuanzia, na kitu kingine cha pili ni swala zima la matibabu ya kibingwa na kibobezi kwa wagonjwa wote ambao wanatokea Zanzibar. Na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikitumia gharama nyingi sana kuwapeleka wagonjwa kwa matibabu, mfano sickle cell, kidney transplant, tumekuwa tukawapeleka nje kwa muda mrefu sana. Lakini huduma hizo zinatolewa hapa Tanzania kwa gharama nafuu. Kwa hiyo tunaweza kushirikiana nao Benjamin Mkapa katika kidney transplant na hata upandikizaji wa uroto vile vile. Pamoja na haya ambayo yamesemwa, Hospitali ya Benjamin Mkapa kama ambavyo tumekuwa tukielezea, ni hospitali ambayo kwa kweli tuko tayari kushirikiana na taasisi nyingi ikiwemo Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na haya maeneo yaliyotajwa ndio haya tunaenda kuyatekeleza. Kwa hiyo sisi tutakaa tuweke mpango wa utekelezaji wa hii MOU. Kwa sababu kusaini ni upande mmoja, lakini pia mpango wa utekelezaji, ili tuweze kuona haya maeneo manne yanatekelezwa vipi kwa kipindi kipi. Kwa hiyo tunakuahidi hivyo Mheshimiwa Waziri, tutaenda kuyatekeleza haya. Lakini vile vile niseme tu kwamba pia sisi tuko willing sana kwenye swala la kujenga uwezo. Kwa sababu kwanza wagonjwa wako wengi, especially kwa hapa, wawe wa sickle cell na wafigo na wengine. Kwa hiyo tunaona kwamba dissemination ya knowledge na skills kwa wenzetu pia ni vizuri kuifanya. Kama na sisi ambao tulijengewa uwezo na wenzetu wangekuwa wachoyo, na sisi tusingefika hapo.